Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, na karibu kwenye muhtasari wa Iqra FM 95.0. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Rais William Ruto ameahidi msaada wa shilingi milioni 800 kwa serikali ya kaunti ya Nyandarua ili kukamilisha ujenzi wa hospitali ya rufaa ya kaunti ya JM Kariuki iliyokwama. Akizungumza katika eneo la Mlima Kenya, Rais Ruto amesisitiza dhamira ya serikali ya kuboresha hospitali hiyo. Ruto amesema kuwa serikali ya kitaifa itatenga shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kuweka mifumo ya kisasa ya taa kwa wakazi 1014 katika kaunti ya Nyandarua. Huku hayo yakijiri, mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah alikabiliwa na wakati mgumu alipokuwa akiwahutubia umati wa watu waliokuwa wamejitokeza kwa ajili ya ziara ya maendeleo ya Rais William Ruto huko Olkalau, kaunti ya Nyandarua. Haya yalianza wakati mbunge huyo alipokaribishwa kuzungumza mara baada ya waziri wa ICT William Kabogo kuhutubia umati. Aliposimama juu ya gari lake, umati uligeuka na kumtaka kutowahutubia. Licha ya jitihada zake za kutuliza hali hiyo, wahudhuriaji wa mkutano huo waligoma kusikiliza hotuba yake, hivyo kushindwa kuendelea. Na gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani ameingilia kati kusitisha uuzaji haramu wa ardhi ya ekari 18 ya ardhi ya kihistoria ya msikiti wa Kongo ambayo ilikuwa imetangazwa kuuzwa katika magazeti na mitandao mbalimbali ya kijamii na walaghai wanaodai kuwa wamiliki wa ardhi hiyo. Ardhi hiyo ikizozaniwa baada ya watu wawili kupata hati miliki kwa njia ya udanganyifu na kujaribu kuiuza. Hata hivyo, serikali ya kaunti ya Kwale imeweka vizuizi ili kuzuia shughuli zozote zisizo halali. Msikiti wa Kongo ni mojawapo za misikiti kongwe zaidi Afrika Mashariki, unaoaminika kujengwa na wafanyabiashara wa Kiarabu katika karne ya 14. Na katika rubaa za kimataifa ni kuwa Pentagon imetangaza kuwa Marekani imetuma ndege zaidi za kivita ili kuimarisha vikosi vyake vya Mashariki ya Kati. Pentagon imetangaza katika taarifa fupi siku ya Jumanne kwamba vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati vinaimarishwa kwa maelekezo ya waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth. Taarifa hiyo haikueleza ni aina gani za ndege zilizokwenda katika eneo hilo au zilipelekwa wapi hasa. Zimekatika dakika 4 baada ya saa 11 majira ya Afrika ya Mashariki. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman, ungana nasi itimiapo saa 12 kwa hizi na taarifa zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.